الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Tutazungumzia makosa tano kwa haraka ambayo Waislamu wengi wanafanya katika swala ya tarawih. Na baadhi ya wanazuoni wameziona hizi makosa ni makosa makubwa, pamoja na kwamba hawapati dhambi, lakini wanaacha jambo la fadhila zaidi wakayakimbilia mengine ambayo hayana fadhila ndani yake. Kosa la kwanza, kuna Waislamu wengi leo wanashindwa kuswali swala ya tarawih. Hii ni makosa makubwa sana ndugu zangu, pamoja na kwamba huyu bwana hawezi kuandikiwa dhambi. Swala ya tarawih ni katika sunnati muakkada, hujalazimishwa, lakini utaacha kitu ambacho katika maisha za usoni utakuja kuyajutia baadaye. Kosa la pili, kuna watu miongoni mwetu ambao wanaswali salati tarawih raka 4 kisha wanaondoka wanaenda zao. Wengine wanaswali raka 8 anamwacha imam kwenye witri kwa sababu yeye tena anataka kuamka usiku wa manane kuswali swala ya tahajjud, na anataka swala yake ya mwisho iwe ni witri, kama Mtume alivyopendekeza, ij'alu akhiru salatakum alwitr, ifanyeni swala yenu ya mwisho iwe ni swala ya witri. Haswali witri kwa sababu yeye tena anataka kuamka usiku wa manane na swala yake ya mwisho iwe ni swala ya witri. Kwanza makosa mawili haya. Jambo la kwanza ndugu zangu, tupate kujua Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo wa mwanzo aliwaswalisha maswahaba tarawih. Leo kuna baadhi ya watu wanaeneza katika mitandao, misikitini, katika mji, baadhi ya miji, katika baadhi ya nchi, kwamba hii swala ya tarawih si katika sunna, ni bid'a. Hawa ambao wanaeneza habari hizi ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshawafungia khairi kama hizi. Kwa hivyo wao wanataka kuzama na watu wengine, washanyimwa, sasa wao wanataka kuzama na watu wengine, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin. Khairi kama hii mtu ameshanyimwa, sasa yeye anataka kuwakataza na wengine, na ile hali ya kuwa dalili ziko wazi. Mtume ndo wa kwanza kuwaswalisha watu swala ya tarawih. Aliwaswalisha katika usiku wa kwanza kuanzia baada ya Isha mpaka nusu ya usiku. Siku ya pili naye akawaswalisha tena, wakajazana msikitini kwa sababu baadhi ya masahaba walikuwa wanaishi mbali na msikiti. Siku ya tatu wakajazana mpaka nje. Siku ya 4 Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujitokeza. Baadaye masahaba wakamfuata baada ya salati al-fajri, wakamwambia ya Rasulullah, tulikungojea sana katika salati tarawih na hukujitokeza. Mtume akawaambia, nilihofia isije ikateremka amri ya kufaradhisha kisha mkashindwa. Lakini Mtume hakuwakataza. Kuanzia hapo kila mtu akawa anaswali tarawih kivyake. Kila mtu anaswali tarawih kivyake, wengine wanaswali manyumbani, wengine wanaswali msikitini. Mtume alipofariki akachukua uongozi Saidina Abubakar Siddiq kwa miaka 2 na miezi 3. Abubakar alikuwa na kazi ngumu sana katika maisha yake. Alikuwa na majukumu mengi na alikuwa na muda mdogo sana. Ilipofika Ramadhani kila mtu alikuwa anaswali tarawih kivyake. Lakini Abubakar Siddiq alipofariki akachukua uongozi Saidina Umar. Ilipofika Ramadhani, Umar alipowaona watu wanaswali tarawih kivyao akawakusanya nyuma ya Imam Ubay bin Ka'b na Abu Tamim ad-Dari ili waswali kwa jamaa kama Mtume alivyoanza kuswali. Kwa hivyo Saidina Umar akawaambia, ni'matun bid'a hadhihi, akawaambia ni jambo gani nzuri ilosahaulika hii. Leo watu wengi wanafikiri Saidina Umar ndo ambaye alianzisha tarawih. Wanatafsiri kauli ya Umar, wanasema ni bid'a gani nzuri hii. Umar ndo ambaye hakuanzisha tarawih ndugu zangu. Umar anakuja kuhuisha tu. Kwa hivyo bid'a ina maana nyingi. Hapa Umar anakusudia katika lugha ni jambo gani ambaye ni nzuri iliyokuwa imesahaulika, kwa sababu Mtume ndo ambaye alianzisha, Umar anairudisha. Umar hana haki ya kuanzisha ibada ndugu zangu. Hana haki ya kuanzisha ibada yeye mwenyewe. Ibada ni amru tawqifiyya, mlango wake umeshafungwa kwa dalili. Imma Mtume mwenyewe aliifanya, au Mtume alisema, au maswahaba walifanya mbele ya Mtume. Kinyume na hivi
haitoruhusiwa kuleta ibada nyingine. Hata hawa makhalifa wanne Mtume wa sallam aliposema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di, ni jukumu lenu kushikamana na sunna zangu na sunna nilowafundisha, na sunna nilowafundisha makhalifa wangu wanne. Sunna maana yake nini? Si kwamba wanakuja na ibada nyingine hapa, ndugu zangu. Kwa hivyo Umar anafufua kitu ambacho tayari ilikuwa imesahaulika katika jamii, ndo wakaanza kuswali kwa jamaa. Toka hapo ndugu zangu mpaka leo tarawih imekuwa ikiswaliwa misikitini na itaendelea kuswaliwa mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataisimamisha hii dunia. Sasa Mtume wa sallam alipowaswalisha maswahaba katika zile masiku matatu, kuna riwaya inayosema ni siku 4. Kuna usiku mmoja wapo aliwaswalisha toka baada ya Isha mpaka nusu ya usiku. Alipomaliza nusu ya usiku pamoja na witri, sahaba Ubay bin Ka'b anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, tumeshafika nusu ya usiku, kwa nini tusiendelee mpaka alfajiri? Angalia masahaba walivyokuwa na himma na hamu na bidii ya kufanya ibada. Sisi leo tarawih ya saa nzima hapa inatutingisha wengi, inatushinda wengi. Ndio Mtume akatamka maneno mawili kuhusu swala ya tarawih ambayo iliandikwa kwa wino ya dhahabu, si maneno ya kawaida haya, yuktab bima'i dhahab. Ya kwanza akasema, innahu man qama ma'al imamu hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layla, mtu yoyote ambaye atakayesimama pamoja na imam katika swala ya tarawih pamoja na witri, akamaliza na imam katika swala ya witri, ataandikiwa kwamba usiku kucha alikuwa amesimama akifanya ibada. Nani miongoni mwetu hapa leo ndugu zangu anaweza kusoma usiku kucha baada ya Isha akaswali mpaka alfajiri? Kuna mtu anaweza kufanya hivyo? Wewe leo baada ya Isha simama hapa, anza kuswali, rukuu, sujudu, inama, inuka, nenda rudi mpaka alfajiri. Hakuna mtu anaweza kufanya hivyo. Lakini yako wewe uswali pamoja na imam pamoja na witri, utaandikiwa usiku kucha wewe huko ndani ya ibada. Ndugu yangu, kwa taarifa yako, hii swala ya tarawih ndio swala ya pekee duniani ambaye Muislamu anaswali pamoja na imam pamoja na witri, anamaliza, anatoka msikitini, anarudi zake nyumbani saa 3:30 saa 4, anafika nyumbani, anapanda juu ya kitanda kulala, yuko usingizini, na malaika wanamwandikia kwamba bado yuko ndani ya ibada mpaka alfajiri. Ndugu zangu, wewe unataka nini ndugu zangu leo? Wacha hiyo ndugu zangu. Kuna baadhi ya watu wakitoka tarawih wameshamaliza na imam pamoja na witri, anarudi nyumbani, kabla hajapanda kwenye kitanda kulala, anakula kwanza chakula iliyobaki katika iftari. Kuna makababu yaliyobakia, kuna masambusa, kuna shurba, hii Waswahili wanaita bembe. Wewe unakula bembe yako ndugu yangu, na malaika wanakuandikia wewe huko ndani ya ibada, bado unaendelea kuswali. Sasa leo mtu anaacha hii kwa sababu ya kwenda kucheza dumna au kucheza karata, au kuna mambo ya vipumbazo kule nje, au kuandaliwa Ramadhan Cup. Leo vijana wengi wanashindwa kwa sababu kuna vitu inawashughulisha kule nje. Unaacha kitu cha thamani hapa ndugu zangu, kitu cha thamani ambaye labda hauwezi tena kuipata katika maisha yako. Ndio Mtume wa sallam akasema katika hadithi ya pili, man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, mtu yoyote ambaye atakayehuisha usiku wa Ramadhan. Kuhuisha usiku wa Ramadhani, wanazuoni wote wanakubaliana ni swala ya tarawih. Maana yake umehuisha, umeandikiwa kwamba usiku kucha wewe ulikuwa ukiswali. Ndio maana ya kuhuisha ndugu zangu. Kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, utasamehewa madhambi yako yote yaliyotangulia. Hapa kuna baadhi wanazuoni wanasema haya madhambi ambayo Mtume anayakusudia hapa ni yale madhambi madogo madogo ndio utasamehewa. Madhambi makubwa, kabairi dhunub, yataka tauba. Lakini kuna baadhi wanazuoni wengine wakasema hapana, maadamu Mtume amesema ni madhambi yote ni yote, hakusaza, hakubainisha ni madogo ama ni makubwa. Kwa hivyo maadamu Mtume hakuelezea, hakuweza kugawanyisha, inakuwa ni yote, madogo na makubwa, kwa sababu umeswali swala tarawih pamoja na imam pamoja na witri. Sasa yako wewe ndugu yangu, usiswali raka 4, jitahidi kadri ya uwezo umalize pamoja na imam. Na wewe ambao unaiswali raka 8 alafu unaondoka unaenda zako, hapa upate kujua raka 8 yako hii utaandikiwa thawabu yake, utonyimwa. Raka 4 zako utapewa thawabu yake. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hatomdhulumu mja wake. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, Mwenyezi Mungu hamdhulumu mja wake, lakini utakuwa umeacha iliyokuwa bora zaidi kuliko hiyo ambayo umeifanya wewe. Hii raka 8 yako utaandikiwa,
labda usiku wa manane tena utaamka, utaswali rakaa 8 na witri, utaandikiwa ile time ulioamka na swala ulioswali, na hii rakaa 8 yako ya kwanza, labda nusu saa hapa na hapa saa nzima. Lakini huyu aloswali pamoja na imam pamoja na witri bado anaendelea kuandikiwa tu mpaka alfajiri. Ndugu yangu, anaye fadhila zaidi kuliko yule ambaye atamwacha imam katika witri tena akaamka usiku wa manane kuswali. Na hii ndio ilikuwa bora, hii ndio ilikuwa bora ndugu zangu. Sasa ndio unaona wewe leo ndugu yangu, swali pamoja na imam pamoja na witri. Je, unataka tena kuamka usiku wa manane kuswali? Unaruhusiwa? Naam, unaruhusiwa. Amka tena uswali rakaa 2 lakini usirudie tena witri mara ya pili. Mtume anasema la witrani fi leila, hakuna witri 2 kwa usiku mmoja kwa mtu mmoja. Maana yake Mtume anajua kuna watu watakuja kurudia witri mara 2, ndio maana akataja wazi wazi kwamba hakuna witri 2 kwa mtu mmoja kwa usiku mmoja. Na dalili ya kuonesha kwamba unaruhusiwa kuswali baada ya witri ni hadithi ya Bi Aisha radhiallahu anha. Bi Aisha anasema Mtume alipowaswalisha maswahaba tarawih pamoja na witri katika zile masiku matatu, Bi Aisha anasema nikamuona tena Mtume ameamka usiku wa manane akaswali rakaa 2 huku amekaa juu ya kiti. Hapa ina faida 2. Faida ya kwanza, kumbe inaruhusiwa mtu kuswali baada ya witri, lakini usirudie witri mara ya pili. Na Mtume ameelekeza kwamba swala za sunna unaweza kuswali juu ya kiti, ingawa thawabu yake kwa ule mtu ambaye hana udhuru, hana sababu, thawabu yake itakuwa ni nusu, si kama ule ambaye amesimama. Na ndio unaona Mtume sallam alipoelezea ij'alu akhiru salatakum alwitr, ifanyeni swala yenu ya mwisho iwe ni witri. Hapa Mtume anapendekeza, ni ala bab istihbab, si kwamba Mtume anatoa amri hapa, amependekeza. Ndio maana yeye Mtume mwenyewe ameonekana tena akiswali baada ya witri. Hii ndio bora ndugu zangu. Wewe swali pamoja na imam pamoja na witri, umemaliza, amka tena usiku wa manane, swali rakaa 2, lakini usirudie witri mara ya pili. Utakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Umeandikiwa usiku kucha, na hii ya usiku wa manane rakaa 2 ni ziada. Tena hiyo rakaa 2 ambayo utaswali usiku wa manane, wewe unaendelea kuswali na huku unaendelea kuandikiwa tarehe yako kwamba wewe bado umesimama kwa ile ambayo ilipita huko nyuma. Ni neema iliyoje hii ndugu zangu. Hii ni baadhi ya makosa ambayo Waislamu wengi wanafanya. Leo tunaona baadhi ya watu wanafanya, wao pia wanafanya. Wakiona watu wanasimama anatoka rakaa 8, yeye pia anatoka. Sasa wewe ndugu yangu, fanya mambo kwa kufuata vile Mtume alivyofundisha na kufuata vile Mtume alivyoamrisha. Mtume amesema mtu asimame pamoja na imamu, simama naye tu. Makosa mengine ndugu zangu, unaona wakati unakwenda mbio, kuna baadhi ya Waislamu msikitini wanaswali pamoja na imamu katika swala ya tarawih pamoja na witri. Imamu anapokuwa kwenye tahiyatu ya mwisho ya kumaliza swala ya tarawih pamoja na witri, anapotoa salamu, yeye hatoi salamu. Yeye anasimama, anaivunja ile witri. Witri maana yake ni odd numbers, maana yake ni nambari ambayo imegawanyika na 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sasa anaifanya inakuwa ni shafa. Shafa maana yake ni even numbers. Hataki ile witri maana yake. Sasa maana yake yeye tena nataka kuamka usiku wa manane kuswali tahajjud na nataka kuifanya witri iwe ni mwisho. Sasa anaiharibu ile ambaye tayari alikuwa ameshapewa. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wamejaribu kuiruhusisha hii na kuijuzisha, haina dalili ndugu zangu. Mtume sallallahu hajawahi kuivunja witri, wala maswahaba wala wema waliotangulia. Hakuna, ni rai ya wanazuoni tu, na rai ya mwanachuoni inaweza ikachukuliwa na akarudishiwa mwenyewe, isipokuwa kauli ya bwana Mtume sallallahu, kama alivyosema Imam Malik, kullu al-kalam yu'khadh wa yurad illa sahibu hadha al-qabr, maneno ya watu wote itachukuliwa kutoka kwao kisha watarudishiwa wenyewe, isipokuwa maneno ya aliyelala kwenye kaburi hii ambaye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya Mtume ndio hatuwezi kuuliza Mtume ameyatoa wapi, kwa nini Mtume kasema, kwa nini Mtume kafanya. Lakini maneno ya watu wengine, mashekha wengine, maulama wengine, tutauliza imani ameitoa wapi, ni aya gani, ni hadithi gani? Ndio tunakuambia kwamba hakuna dalili. Sasa wewe leo umeshaandikiwa usiku kucha, unakwenda kuiharibu ndugu yangu. Mungu ameshakuandikia, kwa hiyo unaikataa. Na ndio hapa Mwenyezi Mungu alivyosema ni Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wala tubtilu a'malakum, enyi mlioamini nyie,
mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wake, wala msiziharibu matendo yenu. Wewe umeshaandikiwa usiku kucha, badala ya kutoa salamu na imam, wewe unakataa hiyo witri, maana yake unaifanya inakuwa ni shafa. Sasa unaharibu, na hiyo ulikuwa naye hapa salama kabisa. Ndugu zangu, katika makosa mengine ya 4 ambayo waislamu wengi wanayafanya kabla ya 5 katika swala ya tarawih, ni baadhi ya misikiti kuwaswalisha waswaliji swala ya tarawih iliyokuwa ndefu kupita kiasi. Misikiti mingine ndugu zangu wanavuta kupita kiasi. Kwanza wenyewe wanajivuta, salati al-isha yenyewe wanachelewa, hata wakija kuanza ni saa 3 takriban, saa 2, saa 3 kasorobo. Haya, tarawih yenyewe ikija kuanza, wakija kumaliza ndugu zangu watu wenyewe wameshachoka. Kuna ndugu yangu mmoja ananiambia wanaswali tarawih katika mtaa mmoja hapa, wanamaliza saa 5 na dakika 25. Mtu anatoka ndani ya msikiti wanamaliza tarawih, anamwambia mwenzake, hapa kesho mimi sirudi hapa jamani. Mimi hapa kesho sirudi. Anaenda kutafuta msikiti mwingine. Sasa tuwafanyie watu mepesi ndugu zangu. Unajua lao sisi tutaswali swala ya tarawih na swala za usiku namna mtume alivyoswali sallallahu alaihi wasallam, hakuna yeyote ambaye anaweza miongoni mwetu hapa. Hakuna. Ndio Bi Aisha anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali raka 4 kisha anakaa anapumzika katika tarawih. Kisha Bi Aisha anasema fala tasal an husnihin wa tulihin, usiulize juu ya uzuri ya swala ya mtume na urefu wake. Mtume alikuwa anaswali swala iliyokuwa nzuri imekamilika, alafu ni refu ya ajabu. Una refu maana yake nini? Raka ya kwanza katika swala ya tarawih au katika qiyamul layl, mtume alikuwa anasoma surati al-Baqara nzima. Raka ya kwanza hiyo moja hiyo, surati al-Baqara ambayo imebeba juzu 2 na robo. Raka ya pili anaanza surati an-Nisa ambayo ina aya 200, alafu ndo aje asome surati Ali Imran. Zote mbili ukichanganya hizi ni juzu 2 na ndugu zangu. Nani ambaye ataweza hapa? Hizi raka 2 tu. Raka 2 juzu 4 na kitu. Ndugu zangu, nani ataweza miongoni mwetu hapa? Ndio wanazuoni wakapendekeza wakasema ni bora angalau watu wamesoma katika tarawih juzu nzima kila siku. Kwa Ramadhani nzima wamalize Qur'ani nzima. Unajua wakimaliza Qur'ani nzima angalau Muislamu atakuwa amesikia kwa muda wa mwezi nzima, ameisikiza Qur'an. Kuisikiza Qur'ani vile vile ni katika ibada. Alafu yeye mwenyewe akasoma Qur'ani nzima pia. Kila siku anasoma juzu 1. Basi kwa mwezi nzima atakuwa amesoma Qur'ani yeye mwenyewe kwa kuangalia Qur'ani nzima kwa mwezi nzima, na vile vile atakuwa ameisikiza ikisomwa kwa mwezi nzima Qur'ani nzima. Hii ndio bora. Ingawa si lazima iwe hivyo, kwa sababu la mtume hatuwezi kuyafuata ndugu zangu. Sasa leo unakuta katika baadhi ya misikiti wanaswali tarawih raka 21 au raka 23 ambaye haijakatazwa kisheria ndugu zangu. Ilikuwa bora ni kuswali vile mtume alivyoswali, kama alivyoeleza, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uongofu uliokuwa bora ni uongofu aliokuja naye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio bora. Mtume hakuwahi kuzidisha kama anavyoeleza Bi Aisha radhiallahu anha zaidi ya raka 11 ndani ya Ramadhan na nje ya Ramadhan katika swala zake za usiku. Hajawahi kuzidisha raka 11. Lakini raka 21, raka 23 imetoka wapi? Kama tunavyoona katika baadhi ya misikiti. Ni hadithi ya mtume. Mtume aliposema salatul layl mathna, swala za usiku ni raka 2. Ameacha mlango wazi, hakueleza mpaka ngapi 2. Ndio wanazuoni kwa ufahamu wao wakaonelea kumbe unaweza ukaswali zaidi. Ndio unaona hata katika mji wa Makka wanaswali raka 23, katika baadhi ya misikiti hapa Nairobi, katika baadhi ya misikiti katika baadhi ya miji. Ndio unaona katika nchi ya Egypt, ndani ya Misri kuna baadhi ya misikiti kwa ufahamu wa hadithi hii wanaswali tarawih raka 37. Katika nchi ya Kuwait kwa ufahamu wa hadithi hii kuna baadhi ya misikiti wanaswali tarawih raka 41. Inaruhusiwa yote haya ndugu zangu. Lakini leo ukienda katika hizi misikiti ambao wanaswali raka 21, 23, tarawih inapoanza baada ya Isha, msikiti umejaa ndugu zangu mpaka kwenye ua huko nje. Ikifika raka ya 8 imamu anatoa salamu, nusu na robo ya msikiti watu wote wanasimama wanaenda zao. Msikiti inabakia safu 2 ama safu 3. Na kila Ramadhani ikielekea ile safu nayo inazidi kupungua. Na komiti ya msikiti inayaona haya, maimamu wa msikiti wanayaona haya, watu wanashindwa hapa. Bado wanalazimisha kwenye maisha ya watu tu ndugu zangu. Unajua kuna baadhi ya makomiti za msikiti
wanatoa sheria za msikiti na wao wenyewe hawaswali katika hiyo msikiti. Hii ni matatizo iliyopo ndugu zangu, bali ya kuwashauri watu. Mtume alikuwa akiwashauri masahaba ridwanullah alayhim, wa amruhum shura bainahum washawirhum fil amr. Mtume anakaa na masahaba na washauri mambo mazito mazito. Ndugu zangu, nyinyi ni komiti ya msikiti, kaeni chini na maamuma. Tunaona hapa mnashindwa na 21 hii, mnasemaje sasa? Turudisheni katika ile ya Mtume raka 11, haijakataza. Angalau watu wote wasikose hii fadhila ya kuandikiwa usiku kucha kwamba wao walikuwa ndani ya ibada. Pamoja na kwamba ndugu yangu, wao kurefusha swala haijakuwa ni sababu ya wewe kuacha kuswali swala tarawih. Usije ukasingizia hata siku moja ndugu yangu. Hapa katika swala ya tarawih, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazipima subra zetu na imani yetu ndugu zangu. Ikiwa wewe leo umeshindwa kusubiri katika swala ya tarawih, ni ibada gani nyingine ambayo utayasubiria kule nje baada ya Ramadhani ndugu zangu? Wewe utaweza kusubiria salati al-fajr, utaisubiria salati al-isha, utasubiri katika kufunga saumu za sunna, utasubiri katika kula halali, utasubiri katika kuamka tahajjud. Ni swala gani, ibada gani ambayo utasubiria ikiwa leo umeshindwa kusubiri hapa? Ikiwa wewe leo unaweza kukaa kuangalia mpira au kuangalia movie masaa matatu, masaa mawili, hapa ni kitu gani mtu kusubiria? Saa nzima ni kitu gani ndugu zangu? Wewe leo ukipewa wadhifa, ukapewa amana, bwana tumekuchagua wewe ndo mkurugenzi wetu, ndo mweka hazina wetu, chunga mali yetu hii. Ikiwa leo umeshindwa kusubiri katika tarawih, ndo utachunga amana za watu ndugu zangu. Hii haijakuwa ni sababu. Kuna baadhi ya wengine wetu katika sisi hapa ni kwa sababu ya uvivu na kwa sababu ya kula kupita kiasi. Leo kuna baadhi ya watu hapa wanapakia kupita kiasi. Yaani mtu leo anafunga mchana nzima ya Ramadhan, ikifika magharibi sasa anataka kulipisha kisasi. Sasa malengo ya Ramadhani iko wapi? Unamkuta anatoka nyumbani na kijifurushi paper bag. Hii anakwenda kufungua saumu, si kwamba anakwenda kufuturu. Ndani ya hiyo paper bag kuna tende, kuna kaimati, kuna sambusa, kuna bajia, kuna kababu, kuna tambi, kuna matobosha na chupa yake ya juice. Nini? Hii anakwenda kufungua saumu. Tena baadhi ya watu malasaf, tumetembea katika baadhi ya misikiti, mtu anafungua saumu huku ameangalia ukuta. Maana yake hataki hata watu wa nyuma wamuone, maana yake amekinga ile hapa jamani msikaribia. Sasa hii ni kukosa kufahamu ndugu zangu bana. Sasa hii ni kufungua saumu ndugu zangu. Bado hajaenda kufuturu nyumbani, akishaswali swala ya magharibi. Akienda kufuturu kule, akirudi hapa wakati wa Isha, hata kuinua mguu hawezi ndugu zangu. Alafu tarawih inamshinda, anasema maimamu wa siku hizi hawa wanapeleka tarawih mbio bwana. Wabadilishe maimamu, si kama wazee wetu zamani walikuwa na hikma. Bado daku inamngojea ndugu zangu. Akija kula daku as-sahur, ikifika mchana wa Ramadhani unamuona mtu amechoka choka, anasinzia ovyo mbele ya watu, analala ovyo, anateuka ovyo. Unamwambia nini shekhe? Anakuambia saumu ya leo, subhanallah. Kumbe mtu ameshiba. Hii ndio inawafanya watu wengi leo wanashindwa kuswali swala tarawih na kuweza kufanya baadhi ya ibada zingine katika maisha yao. Tumeambiwa tupunguze miili yetu, na hii ni mada tofauti ambayo nitakana tuje tuizungumzie. Kwa hivyo hii haijakuwa ni sababu ya wewe kuacha tarawih, lakini watu wanatakana wafanyie watu takhfif. Mtume sallam kuna wakati mmoja aliletewa habari za Muadh bin Jabal ndugu zangu. Muadh bin Jabal katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhani aliwaswalisha watu salati al-isha, swala ndefu ya ajabu. Kuna riwaya ambayo inasema alisoma surati al-Baqara nzima. Basi maswahaba wengine walichoka, na kuna riwaya inasema kuna baadhi ya maswahaba walimkhalif Usama bin Zaid, walimkhalif Muadh bin Jabal walimkhalif, wakaenda wakamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuita Muadh bin Jabal. Kama kuna siku Mtume alikasirika ni siku hiyo ndugu zangu. Akamwambia Muadh, ya Muadh, afattanun anta ya Muadh, wewe ni mtu mfitini, wewe unataka kuleta fitna katika hii umma, unataka kuwachukiza watu kuja kuswali msikitini, unataka kuwachukiza watu waichukie msikiti. Ni kitu gani hii? Ndio Mtume akaelezea ile hadithi ambayo ni maarufu, idha amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saghir wal-kabir wal-marid wa dhal haja. Mmoja wenu anapowaswalisha watu, wewe ni imam, wafanyie takhfifa hawa. Kwani katika hawa watu ambao unawaswalisha waswaliji, kuna watu ambao ni wagonjwa, kuna watu wazima, kuna watu ambao ni madhaifu, kuna watoto wadogo, na kuna wengine ambao wana haja zao. Lakini leo unaposwali peke yako, refusha unavyotaka. Kwa hivyo watu leo wafanyie watu takhfif. Tukiona watu wameshindwa, yasiru wala tuasiru, wabashiru wala tunafiru. Wafanyieni watu mepesi wala msiwafanyie watu mazito. Wapeni watu matumaini wala msiwavunje watu moyo. Msiwavunje watu moyo, manake
mpaka watu wanachoka ndugu zangu. Lakini leo alhamdulillah katika misikiti nyingi watu wamepunguza zaidi kwa sababu ya kuwafanyia watu takhfif. Wanasoma nusu ya juzuu, hizbu moja, nusu ya juzuu. Watu wanaanza salati al-isha saa 2:15, saa 3:30 tarawih inaanza, saa 3:15 tarawih imeisha. Mtu anatoka pale moyo wake baridi, anamwambia mwenzake, mimi hapa kesho ndo mahali pa kurudi hapa. Hapa ndo sehemu yenyewe hapa ndugu zangu. Tuwafanyie watu takhfif. Lakini kuna wale ambaye leo wanapeleka tarawih mbio kupita kiasi. Hii imekatazwa ndugu zangu. Na hii huenda ikawa hata swala yenyewe isikubaliwe. Kuna mji mmoja hapa, haina haja kutaja jina ndugu zangu, tumekwenda katika safari zetu za dawa hizi. Hiyo msikiti jamaa wanatuambia inaitwa Masjid Express. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe uko kwenye rukuu, imamu tayari katika sijda. Wewe unaenda sijda, imamu ameshaanza Fatiha huko nyuma. Yani kama una stamina, una nguvu ndugu zangu, hauwezi. Hata katika mitandao nafikiri mmeona, sijui katika nchi ya India na Pakistan. Hii ni haramu ndugu zangu. Ni kuivunjia heshima swala, ni kuivunjia heshima swala tarawih. Swala gani hii ndugu zangu? Unaambiwa express maana yake dakika 20. Swala imekwisha yote dakika 21. Wewe kama hauko fiti hapo ndugu zangu, hauna mazoezi, tafuta msikiti mwingine. Hii haifai kabisa hii. Tena kuna baadhi ya watu malasafu shadid wanavuta sana hizi swala, wanapeleka mbio swala ya tarawih. Alafu tarawih ikisha, sasa wananyiradi zao ambao wamezitunga wao wenyewe. Watakaa hapo nusu saa nzima, ambapo hii mtume hajawahi kufundisha. Afadhali wangerefusha tarawih. Wanakwenda kurefusha katika vitu ambavyo mtume wa sallam hajawahi kufundisha haya. Kwa hivyo tuwafanyie watu takhfif. Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Mwenyezi Mungu anawatakieni mapesi wala hawatakieni mazito. Mtume sallam anasema, inna ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Hii dini ni nyepesi ndugu zangu, hata ifanya mtu hii dini kuwa ngumu isipokuwa itamshinda. Mungu ametufanyia wepesi, mbona tunafanya mambo kuwa mazito kwa watu ndugu zangu? Turekebishe hali, tusilazimishe tu. Wewe unaona watu wanatoka msikitini, tukae kikao tuangalie ipi iliyokuwa bora katika umma na watu wote wasikose fadhila. Kosa la mwisho ndugu zangu, ziko makosa mengi lakini mimi nimeelezea kwa haraka na kwa sababu ya time. Kosa la mwisho inawahusu wale maimamu ambao wanawaswalisha watu katika swala ya tarawih. Wamechaguliwa na msikiti, hao ndio ambao watatuswalisha katika msikiti. Katika baadhi ya misikiti maimamu wawili, pamoja na ule imamu ambaye ni muqim, yule ambaye yuko pale. Yeye labda atakuwa anaswalisha witri ama katika 10 ya mwisho. Sasa hawa maimamu katika baadhi ya misikiti wako maimamu 3, wengine 4, wanapokezana. Huyu ataswalisha raka 2, mwingine raka 2 au raka 4, kisha huyu mwingine atampokeza mwenzake raka 4. Alafu witri itaswalishwa na imam ama mtu ambaye atachaguliwa pale msikitini. Sasa yule katika wale maimamu ambao wamechaguliwa pale, anapoanza kuwaswalisha watu raka 4 zake, akimaliza zile raka 4, yeye anatoka anaenda zake. Maana yake kazi yake imekwisha. Yeye bwana hana haja na vitu vingine. Na huyu ambaye anakuja kuswalisha raka 4 zingine za pili, vile vile hata salati al-isha hakuswali hapo msikitini. Hiyo tarawih raka 4 za kwanza vile vile hakuwepo. Sasa ndo anaingia, anaanza kuwaruka watu, aje ingia hapa aanze kuwaswalisha. Sasa hii ndugu zangu ni kuidhalilisha swala ya tarawih. Na hii ni kuonesha mfano mbaya katika umma. Ikishakuwa imamu leo wa msikiti anaonesha mfano kama huu, maamuma atafanya nini? Ndio anasema Uingereza, if this is the priest, may God bless the congregation. Ikiwa imamu ndio huyu, Mungu awahurumie maamuma ndugu zangu. Maamuma wamo katika hali mbaya sana ikiwa imamu wao ndio huyu. Anaonesha mfano. Hawa walikuwa nitakana wawe katika mstari wa mbele. Salati al-isha imewapata msikitini. Swala yote hata kama aswalishi awepo hapo, kuheshimu swala ya tarawih ambayo alianzisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Aonesha. Alafu wakati mwingine imam anayeswalisha amekosea, atakana kurekebishwa. Ndio unaona imepatikana katika msikiti mmoja katika usiku wa kwanza wa tarawih. Imam alisoma katika surati al-Baqara, ndio usiku wa kwanza tarawih. Bwana hakuna mtu akumrekebisha nyuma huko. Alijikuta katika surati Tauba juzuu ya 9. Anatafuta huko, anaingia akitoka, maskini. Hakuna mtu akumrekebisha. Sasa hao ndio walikuwa wanafaa wawe nyuma yake hapa na kuheshimu swala ya tarawih. Unajua maimamu wengi hawa ambao wanaoswalisha hasa tarawih na baadhi ya misikiti, hatusemi wote ndugu zangu, hawa wanatakana kufanyiwa semina
kufundishwa hii kazi ya uimamu ni kazi gani. Mtu amehifadhi Qur'ani, basi mashallah, sauti yake nzuri, anatoa makharij al-huruf, ahkamu tajwid, lakini ukija upande wa mambo ya kuijua ile ibada, zile ahkamu ya ibada yenyewe, bado wengi hawajui. Wengi hawajui, wanatakana kufundishwa, si wote. Wengi wao hawajui, ndugu zangu. Ndio unaona Mtume sallallahu wakati mwingine alipokuwa anasikia watoto wanalia msikitini, anafupisha swala. Akisikia mvua inanyesha, anafupisha swala kuwasaidishia watu, akiwaona watu wamechoka choka, hasatan salati al-isha, hata katika salati al-fajr. Mtume alikuwa anasoma sura fupi wakati mwingine, akiwaona watu leo wameshaanza kuchoka na wengine wanaonekana taaban. Si wewe leo unalazimisha tu, unajua hao wengine wamelelewa, wamefundishwa kule, wakaona mtu kuwa na heshima mbele ya jamii ukiwaswalisha. Ni wewe usome sura ndefu ndefu. Soma sura ndefu ndio watu watajua wewe ni mtu hafidh bwana. Hizi qul wallahu qul al-kafirun, sijui idha zulzilatil ardi, hii ni watu ambaye hawajui Qur'ani, hawajahifadhi. Kumbe hajui hapa, anakosea. Anakosea ndugu zangu. Wallahi wakati mwingine mtu anaweza kasoma sura fupi katika namna iliyokuwa nzuri, kwa sauti nzuri, ikawa ni bora kuliko kusoma sura ndefu ambaye ya kuwaudhi watu, ambaye hii unakuja kuwachokesha watu katika umma. Sasa hawa wanatakana ndugu zangu wafanye heshima na swala ya tarawih, wasimame katika safu ya mbele hapa, na misikiti ipate kuwapa haya kwamba tumekuchagua bwana wewe katika watu wengi. Kwa hivyo tunatarajia tuone tabia kutoka kwako, kwa sababu ikiwa imamu huyu anayeswalisha hii Qur'ani aliyohifadhi haikumsaidia yeye, vipi itasaidia umma ndugu zangu? Hatuioni kwa tabia zake. Yeye mwenyewe ni mtu mzito, hata kutolea watu salamu haingiliani na watu, yeye kila mara hawezi kumwona anacheka cheka ovyo. Ikiwa mimi leo ninazungumza mbele ya watu, wewe ni shekhe ndugu yangu, hii mawaidha haikukusaidia wewe mwenyewe, vipi itawasaidia umma? Tuione mwanzo kwako, alafu sasa kwa umma naye italeta matokeo. Lakini wewe ndio imamu wetu hapa, tabia zako yenyewe nzito, unatoka tu na madharau, unaingia hapa umechelewa, unadharau wala ujali. La ndugu zangu, hii ni makosa makubwa sana. Katika makosa mengine labda nimalizie muhimu, katika 10 ya mwisho ya Ramadhani kuna baadhi ya misikiti katika 10 ya mwisho hawaswali swala ya witri, wanaswali tarawih bila witri. Na kuna misikiti mingine hawaswali tarawih kabisa katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Baada ya salati al-isha msikiti unafungwa, unaambiwa jamani, mtarudi hapa usiku wa manane, tutakuja kuswali tahajjud. Hapa wanasema wanazuoni kuna makosa mawili. Kosa la kwanza, sio kila mtu ambaye anaweza kuamka usiku wa manane. Kwa nini leo tunawakosesha watu fadhila hii ndugu zangu? Kuna wazee hapa, kuna watu wagonjwa, kuna wanafunzi, kuna watu ambao wanataka kwenda mashuleni mapema. Wao tunawalazimisha watu vitu ambavyo imeamuliwa na watu wawili watatu. Ikiwa imamu ambaye anayeswalisha watu tarawih hawezi kuswali witri sasa hivi wakati wa tarawih, kwa sababu yeye tena anataka kuswalisha watu tahajjud na witri ya mwisho, basi asiswalishe witri, lakini amwachie imamu mwingine aswalishe, ili watu wasikose hii fadhila ya kuamka usiku kucha katika kila usiku wa Ramadhani. Tusiwakoseshe watu ndugu zangu, tumwapatie imamu mwingine aswalishe. Pili, kwa nini leo tunahatarisha ndugu zangu? Wewe leo umeshalipwa tarawih na witri yako iko hapa mkononi ndugu yangu. Chukua hii mambo ya usiku wa manane, hujui nini ambayo itatokea huko. Chakula uko naye kwenye sahani hapa, kula hii ndugu yangu. Usije ukasema baadaye kitu gani? Hujui mambo ya baadaye. Wewe chukua hii, Mungu ashakuandikia usiku kucha. Hata hiyo lao utalala wewe, itakuwa imekutosha vile vile, kwa sababu umeandikiwa usiku kucha, wewe utakuwa ndani ya ibada. Wewe leo unasema mimi sitaki, nitachukua usiku wa manane. Mara usiku wa manane uwe mgonjwa, ama inyeshe mvua, ama itande hofu, ama itangazwe corona. Ndugu yangu, corona ilipotangazwa hapa kwani ilikuwaje? Ilitangazwa ghafla tu. Misikiti yote ikafungwa hapa, ikawa tunaswali manyumbani. Sasa ikawa ni majuto. Chakula uko naye kwenye mkono hapa ndugu yangu, kula hii. Usiseme mambo ya baadaye. Baadaye ikija nyingine na nafasi iko ya tumbo, tutafieka vile vile. Tutaisitiri. Au sio ndugu zangu? Ndio unaona wakati mmoja tumesafiri sisi na jamaa na ndugu zangu wengine, tukaenda sehemu za Mombasa kule katika dawa tu katika mwezi wa Ramadhani. Tumeingia ndani ya Mombasa, magharibi imeshapita. Yule mwenyeji wetu ambaye anafaa kuja kutuchukua, tukampigia simu akasema bwana, imekaribia salati al-isha, wacha tutakutana baada ya tarawih, nitakuja kuwachukua mahali mlipo. Basi tulikuwa na tende yetu pale na maji, tukafungua saumu, tukaingia msikitini katika mtaa wa Kisauni, tukaswali tarawih, tukaswali pamoja na baada ya isha tukaswali tarawih na witri. Tulipotoka nje tukampigia mwenyeji wetu simu, bana tushamaliza. Akasema bana, mimi niko njiani naja kuwachukua.
Sasa pale nje ya msikiti pale Kisauni, ndugu yangu, kuna wanawake wa Kiislamu wamepika samaki za kukaanga nzuri nzuri, ndugu zangu. Wamepika kole kole iliyokuwa nzuri, wamepika papa mbichi imekaangwa vizuri, ndugu yangu, imeiva kweli kweli, imetiwa na pilipili ndani na kachumbari yake na achari yake na pilipili yake. Wamepika kole kole, papa mbichi, nguru, jodari, tafi, kole kole, zile kamba kubwa kubwa hivi, prawns. Mimi nikawaambia wale wenzangu, tulikuwa 5 sisi. Nikawaambia wale wenzangu, jamani, tununueni samaki tule. Kwa sababu mambo ya huyu shekhe baadaye hatujui nini litatokea huko. Tuleni hii. Jamaa mmoja katika wao akasema, hii itaharibu hamu ya chakula, itaharibu appetite. Sasa watatu wakakataa. Mimi na mwenzangu wallahi tulinunua minofu ya samaki pale. Minofu jodari imekaangwa vizuri, mashallah, imekauka. Mashallah, na ladha yake na pilipili yake na achari yake, tukala tukashiba vizuri kabisa. Yule mwenyeji wetu kumbe amepitia hotelini. Alipokuja akatuchukua tukaenda nyumbani, ikatandikwa mkeka ya kula ile. Mwanzo ikaletwa maji ya kunawa, alafu pili ikaletwa maji kwenye jagi kubwa ya kunywa. Hiyo ni maji ya kunywa hiyo. Uwezi kuamini ndugu zangu, jamaa alileta sahani moja ambaye iko na mkate wa mayai moja, imekatwa vipande 8. Kwa sababu sisi tuko 5 na hao wenyeji 3, kila mtu kipande moja. Kipande yenyewe wallahi sambusa ni kubwa kuliko hiyo mkate wa mayai. Sambusa ni kubwa. Alafu usindikize na maji. Wewe hiyo ndo yako bwana, daku yako na futari yako. Sasa ikawa ni majuto hata kwa wale ndugu zetu. Wakatuambia baadaye, kwa kweli mliona mbali Sheikh. Mliona mbali. Naambia nyinyi mnahatarisha kwa nini bwana? Hii uko naye hapa, chukua hii. Tusiwalazimishe watu. Ndio unaona katika 10 ya mwisho Ramadhani, wewe swali tarawih pamoja na witri, amka tena usiku wa manane, ama simama tena usiku wa manane, swali rakaa 2-2. Wanaposimama kuswali witri yao, sasa wewe ndio uondoke pale. Kwa sababu huruhusiwi kuswali witri 2 katika usiku mmoja. Hizi ni baadhi tu ya makosa ambayo baadhi ya watu wanayafanya katika mwezi wa Ramadhani, ima kwa kujua ama kutojua, na wengine wanafata watu, wanawaiga watu, kumbe hawajui wanakosea katika ilokuwa bora zaidi. Na labda kuna mtu ana swali anaweza kauliza, inshallah. Tukomea hapa, naona nimezungumza sana. Na kuna swali yote jamani, labda mtu hajafahamu kitu anaweza kauliza. Naam. Nataka kuuliza siku ya mwisho katika Ramadhani, imamu sana wanafanya waruka hivi witri. Ndio. Sasa wewe kama unataka hiyo fadhila kupata uandikiwe kwamba umesimama usiku mzima, unaweza kufanya nini? Ndugu yetu ameuliza swali nzuri sana. Hawa maimamu mara nyingi anasema wanaruka katika 10 ya mwisho, wanairuka ile witri, hawaswali witri. Sasa na wewe unataka kuipata hiyo fadhila, utafanya nini? Kitu ambao utafanya shekhe, wakusanye baadhi ya watu ambao wanataka kuswali witri, mumfuate imamu wa msikiti, mumwambie bana, wewe umesema mswali witri, sisi tutaka tuswali witri, kwa hivyo utatuachia sisi mmoja wetu aswalishe, tuipate hiyo fadhila. Ni masala ya watu kushauriana tu. Komiti ya msikiti pia iko pale, mkiona imamu anajivuta mfuate komiti, bana kuna masala hapa, sisi tunaonelewa hapa, tunanyimwa haki yetu. Na ikiwa watakataa, basi hiyo si msikiti peke yake ndugu yangu, misikiti ziko nyingi. Na alhamdulillah leo tunaye mausafiri imekuwa rahisi, boda boda, mauba, manini, magari yenyewe tuko nazo. Tutafute ile msikiti ambao wanaswali tarawih kikamilifu. Kwa sababu tusiache hii fadhila ambaye hatujui tutaipata ama tuwezi kuipata. Nafikiri imefahamika sha. Naam. Hata wewe leo unapoona umeshindwa katika tarawih ya msikiti mmoja, mfano rakaa 21, ama wanavuta kupita kiasi mpaka saa 5 kasorobo, wewe unaona uwezi, unaanza kuchoka, usije ukapata kisingizio. Tafuta msikiti mwingine. Msikiti ziko nyingi. Hama ndugu yangu. Msikiti ziko nyingi. Si kama zamani inabidi usubiri, hakuna njia sasa. Au sio? Zamani ilibidi hakuna njia, utaenda wapi? Msikiti ndio hiyo peke yake. Hapa sasa itabidi usubiri. Unaona ndio. Bas, nafikiri tukomee hapa, wakati mwingine tukipata nafasi tena tutaipangia tuje tukumbushane mengine. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant